Hii ni Magamba Online TV. Hapa ni da'wati salafia tu. Kwa mimi nasaha zangu kwa wazazi na mawalii, pale anapokuja kijana wa dini na mkairidhia dini yake na tabia zake, ni kumwozesha masala ya riziki. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye anatawala na wala haliko kwa mtu jambo hili. Na hayo matarajio yako ambayo wewe ulijibebesha mwenyewe ya kumpeleka binti yako sekula kumfundisha, ukaingia gharama, haya usije ukayatia huko alafu kaleta mafsadi kwenye upande wa dini yako, kwa sababu wewe haukupata maelekezo ya kisheria, sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo haya kwenye miji yetu sisi ya huko Mombasa na Tanzania ni mambo ambayo watu yuanuna min dhalik, yani watu wanapata tabu kutokana na mambo haya. Lakini haya hayajakuja isipokuwa ni baada ya watu kuacha mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kila jambo limeelezewa katika sheria ya Kiislamu. Kwa hivyo mimi na saha zangu kwa binti anapopata mwenza wake na ana vile vigezo vya dini na akhlaq na tabia, aozeshe mwenza wake. Lakini kwa upande mwingine binti asilazimishwe upande ambapo wewe ndio umeamua, wataka tu upande huo mlazimishe huko. Sababu kuna wengine pia wanaofia mali, kwamba yeye familia yake ina mali, anaofia kumpeleka binti mahala ambapo wao hawana mali. Kwa hiyo anatafuta mahala ambapo kuna mali ili pia ampeleke binti yake mahala ambapo kuna mali. Kwa hiyo si dini. Kwa hiyo haya mambo pia yapo. Tunaona sasa nikimpeleka kule, baadaye fulani anaweza akapata mali zangu, baadaye familia ile inaweza ikachukua mali zangu au ikarithi mali za binti yangu au na mfano wake, au atafaidika. Haya ni mambo ambayo watu wanayadhania kwa sababu ni mambo ambayo yako nje na dini ya Kiislamu. Kwa hiyo tutahadhari na haya mambo kwa wazazi wetu, na hii ndio dini ya Allah.